Ndugu waandishi wa habari, habari za leo. Mimi kwa majina naitwa Jafari Said Nakiwanga, mwenyekiti wa tawi la Simba Chui Manispaa ya Temeke. Ni mwanachama hai mwenye kadi namba 2939. Tumeamua kuwaita hapa ndugu waandishi wa habari kwamba kidogo kuhusu mwenyekiti wetu wa taifa ndugu Murtaza Mangungu alivyoteleza sawa na kuikanyaga katiba ya Simba Sports Club, sawa, hasa kwa mabavu aliyoyatumia siku ya Jumapili. Shona kwamba kutumia kwamba siku ya dua yeye alitumia ile iwe ndio kikao cha kupitisha bodi ya wadhamini, wakati kitu hicho hakikubaliki, hakufuata utaratibu, kwa sababu awali aliwachukua watu kwenda nao mpaka ukumbi wa JKT Mgulani. Sasa wale watu waliokwenda kwenye ule ukumbi wa JKT Mgulani, mule mlikuwa mna mashabiki, mlikuwa mna watu wengine wa Yanga, kwa sababu kwenda kwenye dua. Sasa ndicho tunachoshangaa sisi kama wanachama, kama alikuwa anataka kuitisha mkutano pengine wa dharura wa kupitisha kitu, kwa nini kwenye matawi asitoe taarifa kama katiba inavyosema? Sawa sawa, alafu twende tukajadili. Alikuwa na haja gani ya kufanya kimya kimya kwenda kule JKT, ukumbi wa JKT Mgulani? Bahati nzuri zilipokuwa taarifa pale, wakazuiwa wakaondoka kurudi Bunju. Bunju baada ya dua akaleta madudu yake ya kumteua try again na Hassan Sano kuwaingiza kwenye bodi ya wadhamini. Wakati hawa watu sisi kama wana Simba hatuwahitaji, kwa sababu tayari wameshatuumiza. Try again si wa nini? Sawa? Na tunaona kabisa mbinu za try again anazozifanya. Umemwona Tajulio alipokwenda siku ile kule, wanakwenda habari ya Luanga, anamsifia try again. Try again arudi awe kiongozi. Try again Simba wa nini? Try again sisi try again wa nini? Tunasema kwamba kama kwa mfano tuliona vipengele alivyovikanyaga ni vingi tu, kwamba kuanzia cha 11 mpaka cha 23 hivi ndio vinautwa na chama. Sawa, tukienda hapo kwenye kipengele cha 23 ibara ya 23, hapana sehemu anaposema kwamba yeye basi hata asiposhauriana na mwenzie, hata asipowaambia wanachama, akabeba watu tu ambao wengine wanasema walipewa 10,000 basi waenda wakapitishe vitu. Kwa maana sisi tunaona kabisa kama sisi wanachama ametudharau, sawa sawa, na sisi ndio mabosi wake, tuliompa kula yeye. Sawa. Kwa mfano ibara ya 23 inasema hivi: 1 bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama itaona inafaa. 2 endapo wanachama hai wasiopungua 1000 watajiorozesha na kuwasilisha kikamilifu ombi kwa wakurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club, bodi ya wakurugenzi itawajibika kuitisha mkutano mkuu wa dharura katika kipindi kisichozidi siku 30 mabano baada ya kupokelewa kwa ombi. Sasa kafanya hicho kitu. Inakuja 3 wito wa mkutano mkuu wa dharura hauna budi kupelekwa kwa wanachama kupitia matawi yao angalau siku 15 kabla ya mkutano mkuu. Hakufanya hicho kitu. 4 ajenda ya nyaraka nyingine muhimu zitapelekwa kwa wanachama kupitia kwenye matawi angalau siku 7 kabla ya mkutano mkuu. Hakufanya hicho kitu. Endapo mkutano mkuu wa dharura utaitishwa kwa juhudi za bodi ya wakurugenzi, basi bodi ya wakurugenzi itaandaa ajenda. Endapo itaitishwa kwa ombi la wanachama 1000, ajenda itakuwa na masuala yaliyopendekezwa na wanachama hao. Sasa ni idhini ipi iliyompa yeye? Wanachama hawana taarifa, kabeba watu mbalimbali, mchanganyiko humu, mna mashabiki, mna nini, wanachama hatuna taarifa, wenye viti wa matawi hatuna taarifa. Yeye tu amekaa na wenye viti wake wa wilaya ambao waliwachagua yeye na makatibu ambao kikatiba hawapo tena, kwa sababu mara ya mwisho uchaguzi ilifanyika 2011. Kwa hiyo kawabeba wale wakaandaa mambo ya kiuni, kutaka kufanya uuni tu. Kwa hiyo tunasema sisi kitu hicho hatupendeza kama wanachama na hatukubaliana nacho, hatukubaliani nacho. Sawa, hatukubaliani nacho, na asija karudia tena kitu hicho, japo unasema barua jana ilitoka tamko kwamba mambo yote yashakaa sawa, vile vitu vimefutwa. Sisi tunamwambiaje? Kama ana mipango ya kumrudisha try again arudi. Hatumtaki try again sisi, wala sina tumtaki. Wa nini? Walishapita wa Simba, sisi wa nini hawa watu? Kila siku wa nini wao watu wale?
Kwa nini kila siku watu wale? Kuna wapya hatuna haja nao sisi. Sawa? Na kwa nini atufanyie ubabe huu? Siku ile kakimbia pale na katiba, mkutano kavunja kakimbia. Hii tena atakutufanyia uhuni. Kwa nini sasa anafanya uhuni huo? Kwa nini anafanya uhuni mwenyekiti kabisa kwa taifa unafanya uhuni huo? Huifuati katiba. Unasikia? Nimemsikia Swala Radio Clouds anaulizwa, alafu Jemedali Saidi anataka kumsaidia kuona kama hii katiba haina mamlaka. Sisi tunafuata hii. Alifuata hivi vitu hapa? Alivifuata hivi vitu? Alifuata hivi. Anasema yeye ana mamlaka. Hapa pamesema pana mamlaka kwamba asiposhauri na wenzake anaweza kufanya chochote. Kuna kitu kinaeleza hapa? Simba inaongozwa na katiba. Sasa tufanyie uhuni. Yeye kama anamaliza muda wake, amalize salama, aiache Simba salama, tuendelee na mambo yetu kiusalama. Alafu hapo ukiangalia unakwenda kuzusha kitu kama hichi, mwenyekiti kweli. Mwenye uelewa na uongozi wako. Unajua kabisa Simba pana mambo yanafuatana. Tuna mchezo na Yanga tarehe 12. Mchezo mgumu kabisa. Hauhitaji kitu kingine chochote, hauhitaji kuwavuruga wana Simba. Inahitaji utulivu kwenda tukamfunge Yanga. Tunamfungaje? Bado tuna deni naye, si huyu mtu. Sawa? Tukamfunga na Sharulile wao. Leo unakuta kutuvuruga na hili. Watu waache waende kumfunga na Sharulile. Twende kwenye mizozo ya kuchagua bodi ya wakurugenzi. Sawa? Bodi ya wakurugenzi. Tuna hapa kuna hitu siku moja kabla zizinduliwa jezi, uuzwaji wa jezi. Watu wanashughulika na kununua jezi. Wewe umekwenda kwa watu hata kununua jezi, watakwenda wanashughulika na pressure. Ushaona? Tuna Simba Day. Sasa hapa nia yake ilikuwa nini? Nia yake ilikuwa kutuchanganya kwa kuvuruga hivi vitu. Sasa huyu mwenyekiti mimi nafikiri kwa sababu muda wake ndio unakwenda mwishoni, hajatutendea haki wanachama. Hajatutendea haki wanachama. Hajawatendea haki wadhamini wa bodi. Kwa mfano Mzee Pateli. Mzee Pateli ni mtu ana heshima kubwa sana ndani ya Simba kushinda mtu yoyote. Mzee Pateli, Simba ilikuwa inadaiwa miaka 80 Dodoma, mtu alishitaki kesi huko. Kuja jengo linataka kuuzwa. Mzee Pateli katoa hela yake mfukoni mwake kunusuru jengo. Wao wamefanya nini wakina Tayageni? Wakina Magungu wao wamefanya nini kwenye Simba? Leo unakwenda kumuondoa kiuni. Eti kwa sababu kuna ibara ya 39 hapa inasema hivi. Sisi hatujui kwamba ibara ya 39 inasema kwamba yani kinachomuondoa mdhamini. Kinachomuondoa mdhamini ibara ya 37, 38, 39 kwa wadhamini sasa. Kinachofanya mdhamini huo ukomo wake ibara ya 39 kufa kujiuzuru. Yaani anasema ibara ya 39 ukomo wa wadhamini kufa kujiuzuru, kupata maradhi ya akili, yani ukichao sasa, kufungwa jela, magereza. Panasema pale hapa, panasema pana mzee umeondoka sababu mzee. Ndio anasema kile kumtoa Pateli kwa mzee. Hapa pana uzee kwenye hii. Waandishi wa habari kuna uzee imeandikwa hapa. Sasa kwa nini afuate katiba? Tuendeshe kibabe. Lengo lake nini? Sasa situletee machafuko. Tunamuomba sana. Situletee machafuko. Tunataka Simba iwe imara. Tunakwenda kujipanga. Tumekosa ubingwa mara nyingi wa NBC. Karibuni msimu mitano. Huyu mtu anachukua kwa uzembe. Anataka kutuletea tena hicho kitu. Sasa hatutaki vitu hivyo. Tunataka Simba nguvu moja. Simba iwe ya amani. Simba tuende zetu tukamfunge mtani wetu ngao Yesani, tumnyang'anye kikombe. Tuna hamu ya kwenda bado kuchimba dawa. Sisi tuna hamu sana. Yeye leo anakuja kutufanyia vitu hivyo kwa nini? Kwa hiyo tunamuomba hii mipango yake anayoifanya ya ujanja na hao wengine wanaoinjinia huko walikuwa viongozi humu. Sisi hatuwataki, tunawaambia hatuwahitaji. Yaani wasipoteze muda. Na kuwatumia wahuni wao wanasema apepewe. Hata kadi zao zenyewe ukiziangalia hawakupewa kwa utaratibu wa watu wahuni wanaoimba apepewe. Kadi zao mpaka wamepewa tu. Utaratibu wa kadi unatakiwa ujaze fomu kwenye tawi kukalie kikao, ipitishe ende wilaya ende makao makuu. Hawa kadi wamepeana hivi. Na ndio maana atakiwatisha nitakunyang'anya kadi. Kwa sababu sikawapa yeye mwenyewe. Hakuna utaratibu. Sawa? Hakuna utaratibu. Utamwambiaje kama kadi alikupa yeye kwa mkono? Kama ukufuata utaratibu pengine ukifika kwenye mkutano mkuu. Na ndio maana sasa ndio wahuni hao ndio. Sasa tunachosema tusije tukadanganya na wanasimba. Kwamba tunamvuruga siku na mtu sio anataka kuja kuchukua uwekezaji Simba, huo ni uongo. Mohamed Mo mnyongeni, haki yake mpeni. Alipoitoa Simba Mo sisi wote tumeona. Sisi tunaanza kuona ngole pita kwa miaka 70. Tumeona kwenye kuchangachangisha. Uongo mwingi, watu wako kwenye ulaji tu. Sawa.
Mo ametoa Simba mbali, na ndio maana hata leo unawakuta hata hawa waliokuja wadhamini au wanaokuja kuwa wazabuni wa jezi wanaweka hela zao, kwa sababu wanasema kwa sababu wanaona hela zitakuwa ziko sehemu salama kwa sababu ya Mo. Huko nyuma mbona hawakudhamini? Walimwacha Kasimu ndo anafanya Kasimu. Kwa nini walikuwa wanaogopa? Kwa wanaogopa kwamba Yanga itakuwa sehemu salama. Lakini leo kwa sababu wanaona hela iko sehemu salama kwa sababu ya Mo, leo mnakuja kumfanyia majungu Mo ili Mo aondoke. Hatutakubali kitu hicho, hatutakubali kitu hicho. Tutapigana mpaka tone yetu ya damu la mwisho kumpigania Mo kwa vyovyote vile, kwa mtu yote yule, na tutapambana naye. Hatutasita kufanya hicho kitu. Mimi nimemaliza. Karibu.